Hello. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A-level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo tupa Dar es Salaam, karibuni nyote. JR Chambuzi, kubwa zaidi ni sakata la Yanga. Inaelezwa kuna namna wamewawai TFF. Na mtu mwingine afahamu, lakini inasadikika kwamba katika kuwawai TFF kule kasi, sasa dabi kupigwa mpaka watakapoamua wenyewe. Manake nini? Yanga wanavyoamua ama kasi sasa wanaingilia kwenye dabi, ama TFF yamewafika puani, ama inakuwaje? Unajua mwanzoni kabisa wakati jambo linaanza watu walikuwa wanalichukulia kiwepesi sana. Hawakuangalia azma kubwa ya Yanga. Hawakuwaona Yanga wakiwa serious. Lakini pia kitu ambacho kilinifanya pia nikashtuka ni baada ya kile kikao kilichofanyika pamoja na waziri mwenye dhamana ya michezo. Alipotoka Engineer Harris kwenye kile kikao, alizungumza maneno fulani ambayo yalinipa mwanga wa kuona kwamba kuna kitu kimewekwa katika mabano, lazima watu wenye mamlaka wakifungue. Kwa maana ya alitoka kazungumza akatoa kauli fulani, kisha akasema mashabiki na wanachama wa Yanga wawe na imani na viongozi wao na waliwapa dhamana ya kuwaongoza. Kwa hiyo waamini kwamba watailinda klabu yao na kupambana kwa ajili ya klabu. Kwa hiyo wawe na amani, watulie, maisha yaendelee, kila kitu kiko sawa. Na wakasisitiza kwamba bado wao kama wao wanasimamia msimamo kwamba hawachezi katika ngwe hii ya 24-25. Wao na Simba walishamalizana kwenye ligi kuu. Labda itokee kwenye Azam Confederation na kwenye CRDB Confederation wakutane huko watacheza, lakini kwenye ligi ya NBC tayari walishamalizana kwa msimamo wao. Lakini hii imekaaje? Kwa upande wa Yanga, nadhani maamuzi yao ya kuiandikia kasi kwamba bodi ya ligi, TFF pamoja na Simba wasimamishe mambo yote wanayoyafanya kuhakikisha ya kwamba dabi inachezwa. Unajua kuna barua ilitoka hapa na wakatoka baadhi ya viongozi wa shirikisho la mpira na bodi ya ligi na ndugu Boymanda pia alitoka akatoa tamko akasema ile barua sio ya kwao. Kwa hiyo alikanusha kwamba sio ya kwao. Lakini yawezekana ile barua pia ndio imewafanya Yanga waone kumbe yawezekana hii imetumwa kama chambo tu, alafu waone upepo umekaaje ili wao ndo waweke tangazo lao rasmi. Lakini ile barua ilivyotoka, viongozi baada ya kuona reaction ya Yanga pamoja na watu wengine kuuliza na nini, ikabidi Yanga wachukue hatua ili kujiwekea ulinzi zaidi. Na kwa kuiandikia kasi sasa kwamba tunaomba bodi ya ligi, TFF pamoja na klabu ya Simba wasimamishe mipango yao yote ya kuandaa tarehe ama muda wa kuchezwa dabi mpaka pale ambapo kasi utakapotoa hukumu, then ndipo mambo mengine yaendelee. Hili lina pande mbili. Upande wa kwanza ni tunaangalia Yanga wamesimama upande gani. Yanga wamesimamia kanuni na taratibu, sawa sawa, kitu ambacho kinaweza kikawa na faida na hasara. Faida iko wapi? Faida ni pale ambapo Yanga watashinda hii kesi. Kama Yanga wakishinda hii kesi, tayari wao wanakuwa wamepata faida kwa sababu kile walichokitaka ndio kitakwenda kutokea. Lakini kama Yanga wakishindwa kwenye hii kesi, tayari watakuwa wamepata hasara. Na hasara mojawapo pia ni kuonekana hawako serious na hawajui wanachokifanya. Lakini kwangu mimi binafsi niendelee kuwapongeza, iwe wameshinda au hawajashinda kwenye hii kesi. Yanga watakuwa wamechora mstari wenye wino mwekundu uliokolea kuziambia mamlaka hii ni klabu ama hizi klabu zinatakiwa kuongozwa kwa kanuni na taratibu. Kwa sababu Yanga wakienda kule wakishinda, hawatashinda kwa sababu ni Yanga, watashindwa kwa sababu ya kanuni na taratibu na sio busara, sawa sawa. Lakini wakishindwa pia hawatashindwa kwa sababu Yanga ni dhaifu, watashindwa kwa sababu ya kanuni
na taratibu ambazo zipo zinazoongoza mpira, sawa sawa, na sio kwamba wameshindwa kwa sababu ilitaka itumike busara. Kwa hiyo mimi bado ninaweza nikawa upande wa kufikiria kwamba yawezekana ile barua ilitengenezwa iingizwe mtaani ili kuona temper ama reaction ya hawa wahusika itakuwaje. Ndio maana Yanga wakaamua kufanya hivyo. Lakini pia naamini hata kama TFF na bodi ya ligi walikuwa wana mpango wa kupangia mchezo tarehe, naamini sasa hivi kidogo hili jambo litakuwa limewaingia vichwani mwao kuona kwamba okay, kumbe watu wako serious. Lakini pia kingine ambacho sisi tunaweza tusikifahamu, yawezekana pia CAS tayari wameshaanza kufanya mazungumzo na bodi ya ligi, TFF na Yanga, labda probably na Simba. Hatuwezi kujua kwa sababu hivi ni vitu very sensitive na viko ndani. Mpaka muda ambao matokeo yatatoka nje, tayari kuna vitu vingi sana vimefanyika hapa chini. Kwa hiyo mimi niendelee kumpongeza Engineer Hersi Said pamoja na kabineti yake yote na kile anachokifanya. Lakini pia kwa mustakabali mpana wa mpira wetu, Yanga wamesimama sehemu nzuri sana ya kuuchorea ramani, ili ikitokea Yanga ameshinda kwenye hili, vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu vitajifunza namna gani ya kwenda kupambania haki zao. Kwa sababu kumbuka, ndugu mtangazaji, ligi yetu sisi kwa ubora duniani ni ngapi? Kwa mimi Afrika ni ya 4 kama sio ya 5. Sawa sawa. Ndio ligi ni katika rank za kufuatiliwa. Ni ligi kama sio ya 3 ni ya 2 kwa kufuatiliwa katika bara la Afrika. Hebu tujiulize, leo tu inatokea out of nowhere mtu anafanya maamuzi ya kuihairisha dabi kirahisi tu, bila sababu zote za msingi. Kwa nini useme kirahisi wakati tayari kulishakuwa na taharuki hapa na pale, na pengine ndugu mwandishi, kwa taharuki hiyo labda wakaona njia nzuri ni kuhairisha mchezo ili kupanga tarehe nyingine? Ndugu mwandishi, ndio naomba unisikilize kwa makini sana, wewe pamoja na wasikilizaji wako na watazamaji wako. Hakukuwa na taharuki yoyote. Taharuki hiyo unayosema wewe imetengenezwa kwenye akili za watu. Ni taharuki ya kusadikika. Hakuna mtu aliyepigwa, hakuna mtu aliyeumizwa, hakuna mtu aliyesukumwa, hakuna mtu aliyeguswa. Ilikuwa ni mtiririko wa watu kutaka mpira wetu uendeshwe kwa kufuata kanuni na taratibu. Na hapa ndipo watu wanapochanganya. Wanaingiza hisia, huruma na busara kwenye kitu ambacho kinahitaji kanuni na taratibu na sheria. Ikitokea mtu akienda mahakamani leo ameua, hata kwa bahati mbaya, atahukumiwa. Unasema huyu kwa sababu alimuua kwa bahati mbaya, basi tunaomba tu waende wakalimalize nyumbani. Hapana. Lazima sheria ifuate mkondo wake, au mambo mengine afuate baadaye. Sawa sawa. Kwa hiyo mwisho wa siku, hivyo unavyovisema wewe, sijui kulikuwa na taharuki, kulikuwa sio na ugomvi, sio tafrani za hapa na pale. Na mimi bado kwenye hili, mtu wa kwanza ambaye naweza nikamlaumu, mtu wa kwanza naweza kumlaumu ni bodi ya ligi na TFF. Analaumika vipi wakati hawa? Nataka nikupe sababu. Huo mpira uliosema ligi yetu imeshika nafasi ya 4 ya 5 hapo ni mchango mkubwa wa bodi ya ligi na TFF. Sio bodi ya ligi peke yake. Bodi ya ligi ikisaidizana na kina Murtaza Mangungu, wakina Engineer Hersi, wakina GSM pamoja na kina Mo. Hao ndio, na kina Fountain Gate, wakina Azam. Kwa hiyo ukitoa credit ukimpa mtu mmoja, sio sawa. Si wote sasa bodi ya ligi na TFF wote hao ndio wameupeleka mpira wetu hapa. Kwa nini usiwape heshima? Na wapa heshima, lakini wanapokosea pia lazima tuwaambie. Tarehe tajwa ya mchezo, tarehe 8 ndio mechi itakuwa kuchezwa. Mtu wa kwanza aliyesema hatacheza mechi ilikuwa ni klabu ya Simba kwa kuiandikia barua bodi ya ligi. Sio kuandika barua bodi ya ligi, kwa kutoa taarifa kwa umma. Sawa sawa. Lakini tunaamka asubuhi tulikuwa tuna taharuki kwamba hii barua imetoka wapi. Ndio Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy. Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT, A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo topa Dar es Salaam, karibuni nyote. Hapo sasa, baada ya hapo, bodi ya ligi wenyewe wakasema protocol ya mchezo iendelee kama kawaida, kipute kipo. Walikuwa hawajakaa vizuri, bado hawajajipanga vizuri. Costa,
walipojipanga wakaona mechi Iko hivi. yairishwe Iko ipangiwe hivi. tarehe nyingine. Iko hivi. Sio kama Yanga wanaogopa sasa, Iko hivi. wanaogopa Simba. Iko hivi. Sitaki kusema Yanga wanaogopa Simba ama Simba wanaogopa Yanga. Na ukiniuliza nitakwambia Simba ndo walianza kuwaogopa Yanga kwa sababu wao ndio waliokimbia dabi. Kwani kama wangeruhusiwa wafanye mazoezi, unafikiri Hiyo ni jambo wasingeingiza lingine timu? kwa sababu kanuni na taratibu. Kwa nini wao wazuie wenzao wasiingize timu uwanjani? Auoni kuna shida? Naomba nikusaidie alafu sitarudia tena kwa sababu nitakuwa narudia kitu ambacho nimekisema kwenye video za chini hapo. Kanuni zinazoongoza mpira zinasema hivi: ukizuiliwa kufanya mazoezi, huyo aliyekuzuia ama timu mwenyeji atatozwa faini, ila wewe hujapewa option ya kukimbia mchezo. Kwa hiyo Simba ndo wa kwanza kukiuka kanuni na taratibu, na ule ukiukwaji wao ukabarikiwa na bodi ya ligi na TFF, kwa sababu hawa ndio wangetakiwa kumkataza Simba kwamba hakuna kifungu kinachokufanya ama kinachokuruhusu wewe leo ukatae kucheza hii mechi kwa sababu haujafanya mazoezi usiku wa kuamkia. Kwa nini isiwe Yanga mechi ndio ya kwanza kukiuka? Kwa sababu mtu wa kwanza ndio walianza kuwazuia, alafu Simba wakafuatia namba 2. Aliyezuia adhabu yake ni kutozwa faini. Maana yake aliyokiuka wa kwanza ni nani hapo? Aliyekiuka wa kwanza ni yule aliyeandika barua kuugomea mchezo. Yanga aliyozuia. Hapana. Kwanza Yanga wenyewe hawajawazuia wale. Yes. Waliowazuia wale ni meneja wa uwanja, sawa sawa, na kwenye mabano, naomba unielewe vizuri, kwenye mabano na wanaosadikika kuwa ni mabouncer wa Yanga. Kwa sababu mimi na wewe tuwezi kuthibitisha kwamba ni mabouncer wa Yanga. Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo mtu wa kwanza aliyebariki Simba kuukimbia mchezo ni TFF na bodi ya ligi, kwa sababu walikubaliana na ile barua ambao walituma, alihali wao ndo angetakiwa kusimama na kumwambia kanuni na taratibu tunazosimamia kama tunaoendesha huu mpira ni hizi, hazikuruhusu wewe kuukimbia mpira, na ukiukimbia hii mechi consequences zake ama madhara yake lazima angemchorea line, kuna hili na hili kutokana na kanuni na taratibu. Sijui umeelewa? Sasa mwisho wa siku hawa wanaoongoza mpira wetu, wanaosimamia mpira wetu, kuna mawili ambao pia sitaki kuyaamini. Moja, hawajui kanuni na taratibu wanazoziongoza kwa kipengele, kitu ambacho sitaki kuamini. Lakini pia mbili, hawajui professionalism yao. Uwezi ukarisk na ukajeopardize effort kubwa ambazo zinafanywa na serikali na taasisi yako binafsi ambayo imepewa dhamana kusimamia mpira na wadau wote, kwamba kwa sababu tu nimekuzuia wewe kuto kuingia kufanya mazoezi katika uwanja ambao unacheza miaka yote, katika uwanja ambao ni favorite kwako, katika uwanja ambao unaaminika kwamba kwako wewe kimataifa hatoki mtu, eti kwa sababu tu umezuiliwa kuingia kufanya mazoezi basi unaamua kwamba nagomea mchezo. Mimi hii kesi, ningekuwa mimi, hii kesi ilikuwa inaisha siku ile ile. Kwamba ungemalizaje? Umeituma barua ya kwamba huchezi, mimi naagiza mechi iendelee kwa sababu protocol zimeshafanyika, kwa sababu tiketi zimekatwa, watu wamesafiri duniani, watu wameinvest, wajasiriamali wamewekeza, na ikumbuke kwa ni kipindi cha Ramadhani, kwa kuna watu walikuwa wamepika vyakula kwa ajili ya kuja kufuturisha jioni, ili watu kutoka kufuturu waswali wakafuturu, alafu kisha ndio kuangalia mpira. Kwa kuangalia mustakabali huo wote, ile barua ya Simba ingekuwa invalid, kwa sababu ingekuwa batili kwa sababu tayari kanuni hazikuruhusu wewe kumbariki huyu kuukimbia mchezo kwa sababu aliyokupa. Lakini ni dabi ya kwanza kwa vinavyosemekana Simba aliukimbia ule mchezo kwa sababu kubwa mbili. Wachezaji wake wengi hawakuwepo fiti, kwa maana ya wasingeweza kucheza ule mchezo, lakini mbili, fitness level ya wachezaji wake bado walikuwa hajaipata. Kwa hiyo walikuwa na sababu nyingi za kuukimbia ule mchezo, lakini Yanga walikuwa bado wako fiti na consistency yao ya kupata matokeo ilikuwa iko vizuri. Kwa hiyo Yanga alikuwa hana cha kupoteza, alikuwa anaingia
not kama underdog, alikuwa anaingia kama favorite kwa sababu ameshapata matokeo mechi 4 mfululizo, na hii ilikuwa ni mechi yake ya 5. Kwa there is no way Simba ambaye anamkosa Pinpin Kamara, Simba ambaye anamkosa Chema Aaron Kifondo, Simba ambaye anamkosa Kapombe, Simba ambaye anakuja wachezaji wake akiwa hawana level of fitness, anakwenda kukutana na Yanga ambayo yuko 100%. Hata kama ungekuwa ni wewe brother, ungekimbia. Lakini unakimbia katika kipindi kipi? Unakimbia kupitia mbinu ipi? Option zote zilikuwa zimeshindikana. Sawa sawa. Lakini wakaona the best option, mimi naenda usiku, najua nitazuiliwa tu kuingia uwanjani, hisi dabi ina mambo mengi. Wakisha nizuia, mimi natumia kigezo kile kile. Sawa. Nitasimamia pale pale. Kwa hiyo mwisho wa siku Yanga wanachokifanya Yanga, nadhani kufanya kama wake up call, kengele ya kuamsha viongozi wanaosimamia mpira wetu, kuona thamani ya kazi za watu wanazozifanya, kuona thamani ya mpira wetu mpaka hapo ulifika, kuona thamani ya rais wetu Daktari Samia, nguvu alizowekeza katika viwanja, katika kwa support wachezaji na timu zinazofanya kimataifa, kuona thamani ya wadau mbalimbali wanayowekeza katika mpira wetu, lakini pia kuona value ya rank ya mpira wetu katika bara la Afrika. Dabi ipo haipo kwa jinsi unavyoona sasa. Kwangu mimi jibu hilo litatolewa na CAS. Na sio mimi, sio CAF, sio TFF, sio bodi ya ligi, sio TFF, sio Yanga, sio Simba. Yanga wenyewe wanasema yes, Yanga wamesema, yani wana mechi zao nadhani ni 3. Yanga wamesema hivi, wao na Simba walishamalizana nao. Na wana haki ya kusema hivyo kwa sababu hakuna kanuni inayokuambia usipofanya mazoezi, ukizuiliwa kufanya mazoezi, utoke nduki. Hakuna hiyo kanuni. 2021 kanuni gani pia ilitumika kwa hili? Hiyo iliyotumika. Kama ilitumikia kasi ni sawa. Umeelewa? Chochote ambacho kilitumika kipindi kile, basi kitumike na sasa hivi. Lakini sasa hivi anayetoa majibu ni kasi. Sio mimi, sio wewe, wala sio mchambuzi, wala sio mwandishi wa habari, wala sio TFF, wala sio nani bodi ya ligi. Na Yanga wameshtukia kaka mchezo. Kuna namna kama hii taarifa ilivyotoka kama imewaamsha Yanga kutoka usingizini. Ni kama tumelimaliza hizo, tungoje CAS atasemaje. Lakini mbona kama huyu anataka kutupangia tarehe ya mchezo? Kwa Yanga wakaona no, hapa lazima nigonge barua nyingine ya pili. Kwa hiyo wakawawahi bodi ya ligi kabla ya wao kurelease barua yao, ambao ni kama ilikuwa amepewa mtu, hebu itupe huko mtandaoni tuone reaction itakuwaje. Reaction yao wameipata. Kwa ufupi, dabi haijulikani. Dabi haiwezi kuchezwa mpaka kesi iliyopo CAS itambulike. Na bado pia hatuwezi kuwa na bingwa msimu huu. Kwa sababu yes, unampaje bingwa mtu ambaye hajamaliza mechi? Sasa si lazima dabi ipigwe ndio bingwa apatikane? Wataamua CAS. Ukimpa Yanga ubingwa, Simba atakuuliza, sijacheza naye mchezo mmoja. Ukimpa Simba ubingwa, Yanga atakuuliza, sijacheza naye mchezo mmoja na mdai pointi zangu 3 alizokimbia mechi. Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo mtu ambaye yuko katika wakati mgumu sasa hivi ni TFF na bodi ya ligi ambao waliambatana na Simba. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja tu. Kauli ya Yanga ya kuiomba CAS iwazuie TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba. Kwa hiyo ina maana kuna sehemu TFF, bodi ya ligi na Simba wanakutana kuamua. Ndio maana Simba aliingizwa pale, sababu Simba sio mtu wa kufanya maamuzi. Kwa maelezo hao watu watatu wasitishe mipango yao yote ya kuanza dabi mpaka pale ambapo dabi itaamuliwa kwa nini tarehe 8 haikuchezwa. Na sio iamuliwa na CAS, sio iamuliwa na TFF au bodi ya ligi au kamati za busara. Itaamuliwa na wanaosimamia mpira, mahakama ya mpira, CAS, ambao barua imeshapelekwa na kila mtu ameshapewa cha kwake cha kufanyia kazi. Na kutokea hapo kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Tunamaliza, kuna uthibitisho ambapo labda pengine Yanga wenyewe wamesema ni kweli wamezuia mechi dabi isichezwe CAS? Hawajazuia dabi isichezwe. Wamezuia kusiwe na mpango wowote unaoendelea wa kuinitiate tarehe ipangwe ya dabi. Sawa sawa? Kwa hiyo mwisho wa siku wao wameomba kusiwe na mpango, sababu wakikubali kivipi yani? Wakikaa kimya, TFF na bodi ya ligi wakatoa tarehe,
Yanga watalazimika kuucheza huo mchezo ili ligi iishe. Kwa hiyo wametaka mpaka kesi iishe. Mpaka kesi iishe. Na kesi za namna hii huwa hazichukui muda mrefu. Si lazima hii mechi iamuliwe ndo ligi iishe. Na unavyoona huenda Yanga atashinda. Sitaki kusema Yanga watashinda ama, lakini umesema Yanga kama ana haki. Obvious ya Yanga ana haki kwa sababu hakuna kifungu kinachokwambia ukizuiliwa kufanya mazoezi usicheze mechi. Hakuna hicho kifungu. Yanga ndicho wanachokisimamia hicho. Wamesoma kanuni. Nadhani clip iliyopita hapa niliwasomea watu mpaka vifungwe na mpaka zile mpaka vile vifungu vidogo na mpaka namna gani vinafanya kazi. Nadhani tulitumia muda mrefu sana hapo. Mtu anaweza akashuka hapo chini kwenye hizo clip za chini ataipata hapo akajifunza vitu vingi sana. Lakini kwa namna ambavyo nimeisoma kile kifungu kilichojaribu kutengenezewa ili iamuliwe kibusara, Yanga ni kama waliwazidi hawa wenzao, amini wote, bodi ya ligi, TFF na Simba kwenye kuwaza, akasema hapa ili tuwe safe, hapa tusiweke busara mezani. Ukiweka busara mezani dabi ipo. Ukisema tutumie busara, dabi ipo. Lakini tukiweka kasi mbele, kuna hatihati kubwa sana kwenye mpira wetu wa Tanzania. Lakini kwa vyovyote nadhani dabi lazima ipigwe tu. Haitachezwa. Mimi nafikiri itapigwa. Kwani pale Misri ni Pyramid na nani hao? Ni Zamalek na Ahal. Misri, Zamalek na Ahal. Nani alikimbia ile mechi? Ahal alikimbia. Alikimbia. Kesho yake ikawaje? Yule alipewa alama kwa sababu timu iliingia uwanjani. Timu iliingia uwanjani. Yes. Huyu mwingine ambaye ameikimbiza timu kabisa? Sheria inakwambiaje? Rungu manake ile. Rungu la kutosha. Tena rungu la huyu ni kubwa kuliko la kule. Sijui kama unalijua hilo. Sijui kama unalifahamu hilo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunachokiangalia hapa ni maamuzi ya CAS ndio yatadetermine kwamba dabi ipo au haipo. Nje ya hapo hakuna mtu anaweza kutoa statement yenye ubora kwamba nini kinafanyika. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy. Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo Chopa Dar es Salaam, karibuni nyote.